بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى Allah ametukusanya katika wakati huu baada salati dhuhur kwa ajili ya kuendelea na darasa zetu, ikiwa leo ni dhuhur يوم السبت, na hii ni ya dhuhuri ya siku ya Jumamosi al-khamis min shahri Allah Sha'ban. Jumamosi hii ya tarehe 5 ya mwezi huu wa Allah, mwezi wa Sha'ban mwaka 1447 Hijria. Darasa iliyokuwa mbele yetu tunasoma kitabu Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadan, kitabu kilichoandikwa na Sheikh al-Allama al-Mufti Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan. Kwenye kitabu hiki barakallahu fikum, kwa wale wasomaji, darasa ambayo tunaendelea nayo ni ad-darsu thani fi bayani ma yathbutu bihi dukhulu shahri Ramadan al-mubarak, darasa ya pili katika kubainisha kile ambacho unathibiti au kunathibiti kwa kitu hicho kuingia mwezi wa Ramadhani uliobarikiwa. Al-muallifu hafidhahu Allah ta'ala akatufundisha hapa kwamba mwanzo wa kuingia Ramadhani unajulikana kwa moja ya mambo mawili. Awwalu shahr Ramadan yu'rafu bi ahadi amrayn. Jambo la kwanza akatuambia ni ru'yatu hilalihi, ni kuonekana mwezi wake muandamo. Akaleta adilla za kulithibitisha jambo hili kwamba mwezi wa Ramadhani katika moja ya njia za kuingia kwake ni kuandama mwezi na watu kuona mwezi. Akatuelewesha nini maana ya kuona mwezi. Bimaana ni kuona baadhi ya Waislamu mwezi huo, na wala si sharti kila mmoja akauona yeye mwenyewe kwa jicho lake, si sharti. Lakini jambo la pili, al-amru thani mimma yathbutu bihi dukhulu shahr Ramadan, jambo la pili katika lile ambalo kuna thibiti kwa jambo hilo kuingia mwezi wa Ramadhan, ikiwa mwezi muandamo haukuonekana, basi ni ikmalu iddati Sha'ban 30 yawman. Akatufundisha Sheikh, basi ni kukamilisha au kuikamilisha hesabu ya mwezi wa Shaabani kama huu tulionao kwa siku zake 30. Zikitimu siku 30 za Shaaban, basi baada ya hapo hakuna namna isipokuwa ni watu kuingia katika Ramadhani. Kwa hivyo tutatumia hesabu ya kutimiza Shaabani siku 30 ikiwa mwezi haukuandama. Haya ndio ambayo yamethubutu kupitia adilla من السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Sasa Sheikh anaendelea hapa akituasa sisi Waislamu kwenye jambo hili la kuzingatia haya mambo mawili ambayo ndiyo sababu ya kuingia Ramadhani. Anatupa wasia wake hapa, kadhalika atatutahadharisha na kulizingatia jambo jingine lolote kwenye kuingia Ramadhani ukiacha haya mambo mawili, kama wale watu wa kushughulika na yale makalenda ambayo hayazingatii muandamo wa mwezi. Qala hafidhahu Allah ta'ala, falwajibu 'ala al-muslimi ittiba'u ma jaa'a 'ani Allah wa rasulihi fi siyamihi wa fi ibadatihi kulliha. Falwajibu 'ala al-muslimi, na lililokuwa wajibu juu ya Muislamu, ittiba'u ma jaa 'ani Allah, ni kufuata huyo Muislamu
kile ambacho kimekuja kutokea kwa Allah wa rasulihi, na kimekuja kutokea kwa mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni wajibu wetu kuyafuata hayo. Fi siyamihi, muislamu yafuate hayo katika funga yake. Wa fi ibadatihi kulliha, na katika ibada yake yote kwa ujumla wake afuate yale yaliyothubutu anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waqad haddada Allah wa rasuluhu ma'rifata dukhuli shahr ramadana bi ihda alamatayn dhahiratayn. Sheikh anasema na kwa hakika amepangilia Allah, waqad haddada Allah, na kwa hakika amepangilia Allah na kuainisha, wa rasuluhu, na vile vile mtume wake. Waqad haddada Allah wa rasuluhu, na kwa hakika ameainisha Allah na mtume wake maarifata dukhuli shahri Ramadhan, utambuzi, ujuzi wa kuingia mwezi wa Ramadhani. Allah ameuainisha utambuzi huo biihda alamatayn, kwa kupitia moja ya alama mbili, dhahiratayn, tena zenye kudhihiri hizo alama. Yaarifuhuma al-aammiyu wal-mutaallimu, anazitambua alama hizo mbili mtu wa kawaida ambaye hakusoma na hata mwenye kusoma. Kutazama mwezi, kuhesabu idadi kamili ya Shaabani ni mambo mepesi haya ambayo mtu yoyote katika Waislamu mwenye akili timamu ana uwezo wa kutambua. Ni mamoja awe ni mtu wa kawaida ambaye si msomi, au awe ni mtu mwenye kujifunza ilmu. Allah ameweka alama hizo mbili nyepesi kabisa, anazitaja. Ru'yatil hilali, alama ya kwanza ya kutambua kuingia mwezi ni kuonekana kwa mwezi muandamo. Au ikmali iddati Shaabana 30 yawman, au kuikamilisha hesabu ya Shaabani ya siku 30. Haya ndiyo mambo mawili yaliyowekwa alama za wazi kabisa. Sheikh anasema sasa, faman jaa bi shay'in, na yeyote ambaye atakayekuja na kitu chochote, yazumu annahu yajibu bihi saumu, anadai mtu huyo kwamba hakika mambo yalivyo kuna wajibika kwa kitu hicho kufunga. Mtu akatujia na kitu kingine chochote kile, akadai kwamba yajibu bihi, kuna wajibika kwa hicho kitu kingine, as-saumu, kufunga, ghairi ma bayyanahu ash-shari'u, kisichokuwa kile ambacho imekibainisha sheria. Akatujia na makalenda yake sasa, mfano na kutuambia kwamba tunatakiwa tufuate hizo kalenda, ima za Kituruki au za Kihindi kama katika baadhi ya maeneo. Sheikh anasema faqad asa Allah wa rasulahu, kwa hakika atakuwa mtu huyu aliyetujilia na kitu hicho kingine kisichokuwa hichi ambacho sheria imekibainisha. Faqad asa Allah wa rasulahu, atakuwa huyu amemuasi Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anatoa mfano ya vitu hivyo, kalladhi yaqul, kama yule ambaye anasema innahu yajibu al-amalu bilhisabi al-falaki, kwa hakika mambo yalivyo kuna wajibika kufanyia kazi kwa hesabu za kifalaki. Hii ni elimu maalumu ya kusoma mzunguko wa jua. Watu wa falaki wanaitumia, wanasema wenyewe alhisabu alfalakiyu maana huwa ilmun min ulumi at-tabi'iyya fi dirasati al-ajram as-samawiyya wan-nujum ad-dawiyya fi an-nizam ash-shamsi. Wanasema watu wa falaki, hesabu ya kifalaki hii ni ilmu katika elimu za kimazingira, katika kuzisoma sayari zilizoko angani na nyota zitoazo mwangaza katika ule mpangilio wa jua. Kwa hivyo wanakuwa wanakadiria hesabu zao. Wakishafunga hapo, wao hawaangalii kuna mwezi muandamo wala mwezi wa hilali wala chochote. Hesabu zao zinafungwa
kwa mkupuo, na watu wanakuwa wanafuata hiyo ndio kalenda rasmi iliyosimama. Sisi hatujaambiwa tufanye hivyo. Sasa akitokea mtu akatuambia innahu yajibu al-amalu, kwa hakika mambo yalivyo kuna wajibika kufanyia kazi bilhisabi alfalaki, kwa hizi hesabu za kifalaki kwa kalenda, fi dukhuli shahri ramadhana, katika kuingia mwezi wa Ramadhani. Sheikh anasema hadha ma'a anna alhisaba urdatun lilkhata, hadha juu ya hili la kutuambia tufuate hesabu, anataka kukosoa hapo. Hadha ma'a anna alhisaba, pamoja na hili, juu ya hili, pamoja na kwamba hizo hesabu za kifalaki urdatun lilkhata, ni tokezeo la kukosea. Hizo hesabu zenyewe hazina hata uhakika, ni mambo ya kudhani na kubunibuni. Hadha hili ma anna alhisaba, pamoja na kwamba hakika zile hesabu za kifalaki urdatun lilkhata, ni tokezeo la kukosea. Wa huwa amrun khafiyun, na jambo hilo la hesabu za kifalaki ni jambo lililofichikana, si jambo jepesi, ni elimu ambazo watu wanasoma na kubobea, jambo gumu. Wa huwa amrun khafiyun, nalo ni jambo lenye kujificha. La yaarifuhu kullu ahadin, halijui jambo hilo kila mmoja. Kwa maana ukiachilia mbali kutumia hesabu hizi za kifalaki ni kwenda kinyume na yale yaliyobainishwa na Allah na mtume wake. Lakini kingine zaidi ya hilo ni kwamba hesabu hizi ndiyo mahala pa makosa pia, ni mambo ya kudhani tu, nalo ni jambo gumu ambalo hawezi kulijua kila mmoja. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikh Al-Fawzan anaendelea nasema, amesema Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akizungumzia hawa watu wa hesabu za kalenda. Sheikh anasema inni ra'aytu an-nasa fi shahri sawmihim wa fi ghayrihi aydan minhum man yusghi ila ma yaquluhu ba'd juhali ahli al-hisab min anna al-hilala yura au la yura. Ibn Taymiyyah anawananga hawa, anasema inni ra'aytu an-nasa, hakika mimi nimewaona watu. Kama huna ni chapa ya zamani hiyo, usitoe macho. Inni ra'aytu an-nasa, hakika mimi nimewaona watu, fi shahri sawmihim, katika mwezi wa funga yao, mwezi ambao watu wanafunga kama Ramadhani. Wa fi ghairihi aidan, na katika mwezi mwingine vile vile hata kama sio Ramadhani. Ibn Taymiyyah anasema amewaona watu hao katika mwezi wao wa kufunga. Wa fi ghairihi aidan, na katika mwingine usiokuwa wa kufunga vile vile. Minhum, miongoni mwao hao watu, yusghi ila ma yaquluhu ba'd al-juhal, anawasikiliza watu hao. Ibn Taymiyyah amewaona yusghi, wanasikiliza ila ma yaquluhu ba'd al-juhal, katika yale ambayo wanayasema baadhi ya wajinga, ahli al-hisabi, wale watu wa hesabu wale, min anna al-hilala yura au la yura, kwamba hakika mwezi utaonekana au hautaonekana. Wao wana hesabu zao zilizosimama. Amewasikia na kuwaona baadhi ya watu wakiwasikiliza hawa watu wa hesabu, min anna al-hilala yura au la yura, juu ya kwamba hakika mwezi utaonekana au hautaonekana. Si kwamba wanauangalia, wanatumia hesabu zao. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala amewaona kuna watu wakiwasikiliza watu hawa, si kuwasikiliza tu, wayabni ala dhalika, na anajengea hukumu juu ya hilo, hizo hesabu za watu wa falaki. Imma fi batinihi, imma ni katika undani wake, anajenga hukumu ya kuwaamini ndani yake katika mambo yake ya siri. Wa imma fi batinihi wa dhahirihi, na imma ni katika undani wake na udhahiri wake, wakatekeleza ibada za siri kama hesabu wanazijua wao na watu wao kuhusu idda na mambo mengine, au mambo ya dhahiri kama mambo ya Ramadhani, wanafanyia kazi maneno ya watu wa falaki.
Ibn Taymiyyah anaendelea sema hatta balaghani, mpaka imenifikia mimi, anna min alqudati, kwamba hakika kuna miongoni mwa makadhi waliopewa kazi ya kufutu katika miji, anna min alqudati, kwamba hakika miongoni mwa makadhi man kana yaruddu shahadat aladadi min aludul, kuna ambaye alikuwa anaukataa ushahidi wa idadi kubwa itokanayo na waadilifu. Man kana yaruddu bishahadati aladadi min aludul, yuko yule ambaye katika hao makadhi aliyekuwa anaukataa ushahidi wa idadi kubwa itokanayo na waadilifu, lakini kadhi anakataa. Bwana, tumeona mwezi, anasema leo kwa mujibu wa hesabu mwezi hauwezi kuandama. Kwa hivyo utakuwa wewe umeona maruweruwe au umeiona nyusi yako, hesabu zaonyesha mwezi hauwezekani leo. Wako baadhi ya makadhi walifikia kiwango hicho, wanakataa ushahidi wa idadi ya waadilifu waliona mwezi. Kwa nini? Liqauli alhasib aljahil, kwa ajili ya kauli ya mpiga mahesabu mjinga, alkadhib, muongo, annahu yura au la yura, kwamba hakika huo mwezi utaonekana au hautaonekana kwa sababu ya hesabu zake. Sasa anakataa ushahidi wa waliouona. Shaka nasema fayakunu ay hadha alqadhi, na anakuwa huyu kadhi huyu mimman kadhaba bilhaqqi lamma jaa, anakuwa ni miongoni mwa yule ambaye ameikadhibisha haki baada ya kumjia. Sheikh Al-Fawzani hafidhahullah anasema ila anqal, akaendelea kusema aliyoyasema Ibn Taymiyyah rahimahullah mpaka akafikia kusema fa inna na'lamu bil-idtirari min din al-islam anna al-amala fi ru'yati hilal as-sawm aw al-hajj aw al-'iddati aw al-ila'i aw ghayri dhalika min al-ahkam al-muta'alliqati bil-hilal bi khabar al-hasib annahu yura aw la yura la yajuz. Naam, na hii ndio hukumu ya mwisho aliyesema Ibn Taymiyyah rahimahullah. Anasema fa inna na'lamu bil-idtirari, na hakika sisi tunafahamu kwa udharura, ni ilmu inayojulikana kwa waislamu wote. Fa inna na'lamu bil-idtirari, na hakika sisi tunafahamu kwa udharura, min dini al-islami, kupitia dini ya Kiislamu, anna al-amala fi ru'yati hilali as-sawm, kwamba hakika kufanyia kazi katika muandamo wa mwezi wa funga, anna al-amala fi ru'yati hilali as-sawm, kwamba hakika kufanyia kazi katika kuutizama mwezi muandamo wa funga, au al-hajj, au kufanyia kazi haji, au al-idda, au kufanyia kazi eda, hesabu za eda za talaka, eda za waliofiwa na waume na mfano wake, au al-ila, au kufanyia kazi hesabu za ila. Al-ila inafahamika al-halifu ala adami muasharati zawja bi akthar min 4 ashhur, ni kile kitendo cha mtu kuapa kwamba hatomsogelea mke wake kwa muda unaozidi miezi 4. Sheria imetukataza, mwisho ni miezi 4. Ikiwa hukumgusa mpaka miezi 4 ikapita, basi utaambiwa ufanye moja katika mawili, hakuna khiari, ima umpe talaka sababu unamdhuru, au usitishe hukumu yako urudi kwa mke wako. Ndiyo masala ya ila yamesemwa kule katika al-Baqara, lilladhina yuluna min nisaihim tarabbusu 4 ashhurin fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim. Ni juu ya wale ambao wanaapa kutokuwagusa wake zao, kusubiria ni miezi 4 tu, wakirejea fabiha wa ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha, ni mwingi wa huruma, wa ila atalazimishwa amwache mke. Sasa hizo hesabu za miezi 4
tunazipata kwa kupitia miezi miandamo. Sasa wale ambao watatumia kwenye kufanyia kazi hii ila vile vile, ametaja vitu kadhaa. Ametaja kutizama mwezi muandamo wa Ramadhani, wale ambao wanafanyia kazi kwenye kutizama mwezi muandamo wa Ramadhani, au wanafanyia kazi haji au eda au ila au ghairi dhalika, au yasiyokuwa hayo min al-ahkam al-mutaalliqati bil-hilal, miongoni mwa hukumu zenye kufungamana na mwezi muandamo. Hapa ndio inakuja jawabu la kuja hapa. Wale wenye kufanyia kazi mambo haya bi khabari al-hasib, wanafanyia kazi mambo haya ya mwezi wa funga au haji au kuhesabu eda au kuhesabu ila, wanafanyia kazi habari ya mpiga mahesabu, annahu yura au la yura, kwamba hakika huo mwezi utaonekana au hautaonekana. Wenye kutumia hesabu za kalenda kwenye mambo haya, sisi tunafahamu kupitia dini yetu kwa elimu ya dharura annahu la yajuz, kwamba jambo hili halijuzu. Ndio hukumu ya mwisho ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. La yajuz, haijuzu kufanyia kazi kwenye mambo kama haya habari ya watu wa mahesabu. Sasa anaendelea Sheikh Fauzan, wan nususul mustafidatu, hiyo mnayo wan nususu almustafidatu an nabii sallallahu alaihi wasallam, na dalili zilizokuja kwa wingi kutokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wan nususu almustafidatu an nabii sallallahu alaihi wasallam bidhalika kathira, na dalili za wingi, dalili nyingi almustafidha alkathira, na dalili nyingi an nabii sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam bidhalika almustafidha, na maana almashhura vile vile. Wan nusus almustafidha, na dalili zenye kushuhurika, na hapa ndio munasib, ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kutokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam bidhalika, kwa jambo hilo, kathira, zimekuja kwa wingi, kwamba hesabu ni za mwezi muandamo tu na si vinginevyo, si kutumia mambo ya kalenda. Waqad ajma'a almuslimuna alayhi, na kwa hakika wamekubaliana waislamu juu yake, juu ya kutumia miandamo ya mwezi. Wala yu'rafu fihi khilafun qadimun asla wala khilafu hadith, na wala haitambuliki ndani ya jambo hili la kutumia mwezi muandamo khilafu yoyote ya zamani kabisa, wala khilafu mpya, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Kisha anaendelea Sheikh anasema, wa fi hadha mashaqqatun 'ala al-umma, na katika jambo hili la kutumia hesabu za kalenda, wa fi hadha, na katika jambo hili, mashaqqatun 'ala al-umma, kuna kutia uzito juu ya umma, wa haraj, na tabu, kutulazimisha tusome sasa elimu za geography, tabia za jua, nyota, mizunguko yake. Hii ni mashaka. Sisi sheria yetu nyepesi, hata mkulima huko shamba huko naangalia tu, mwezi ule tayari mwezi umeandama, jamani, ni kufunga. Sasa hivi mwezi ni Badr, unaona utakuwa ni usiku wa 14 huu au 15, mwezi unaanza kujiunga. Adi sana, vitu vinaonekana, lakini kutuambia mambo ya hisabati hayo ni mashaka hayo. Wa fi hadha mashaqqatun 'ala al-umma, na katika hili la kutumia alhisabatu alfalaki kuna taabu juu ya umma, wa haraj, na dhiki. Waqad qala Allah ta'ala, kwa hakika amesema Allah ta'ala, wama ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, na hakujalia juu yenu enyi waislamu katika dini uzito wote. Falwajibu 'ala almuslimin, na lilikuwa wajibu juu waislamu, aliktisaru ala ma shara'ahu Allah wa rasuluhu, ni kufupizika juu ya ile ambalo amelifanya sheria jambo hilo Allah na mtume wake. Kama yajibu 'ala almuslimin, kama vile ambavyo kuna wajibika juu ya waislamu, aliktisaru
ala ma shara'ahu Allah fi ghairi sha'ni al-hilal, kama vile ambavyo kunawajibika juu ya Uislamu kufupizika, kubakia ala ma shara'ahu Allah, juu ya kile ambacho amekifanya sheria Allah, fi ghairi sha'ni al-hilal, katika lisilokuwa jambo la mwezi muandamo. Yani hata kwenye mambo mengine ukiacha hili la mwezi, baki katika sheria ya Allah na mtume wake. Kadhalika والتعاون أي ويجب على المسلمين التعاون والتعاون على البر والتقوى, na kuna wajibika vile vile juu ya Uislamu kusaidiana ala albirri wattaqwa, juu ya wema na ucha Mungu. Wallahu waliyut tawfiq. Qala hafidhahu Allah ta'ala ad-darsu ath-thalith, darasa la 3 fi fadaili shahri ramadana wama yanbaghi an yustaqbala bihi. Sheikh Al-Fawzani katika hii darasa ya 3 anasema hafidhahu Allah ta'ala ad-darsu ath-thalith, darasa ya 3 kwenye kitabu hiki, fi fadaili shahri ramadana, ni katika fadhila mbalimbali za mwezi wa Ramadhani, wama yanbaghi, na kile ambacho kinatakikana, an yustaqbala bihi, upokelewe huo mwezi kwa kitu hicho, kile ambacho kinatakikana, an yustaqbala bihi, upokelewe huo mwezi kwacho. Kwa maana mwezi wa Ramadhani unapokelewaje? Ni mgeni wetu huyo. Waislamu wanatakiwa wafanye nini kwenye kuupokea mwezi wa Ramadhani? Darasa hii itaeleza mambo hayo pamoja na kueleza fadhila mbalimbali za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qala hafidhahu Allah ta'ala, alhamdulillahi alladhi, sifa njema nistahiki ya Allah ambaye ahalla alaina shahra siyami, ameuandamisha juu yetu mwezi wa kufunga. Wassalatu wassalamu, na sala na salamu, ala nabiyina Muhammadin, zishuke juu ya mtume wetu Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, na juu ya watu wa nyumbani kwake na masahaba zake. Kanu, walikuwa hao masahaba, yafrahuna bihululi shahri siyam, wanafurahia kwa kuingia mwezi wa funga, walqiyam, na mwezi wa kisimamo. Amma ba'du, ama baada ya hayo, masahaba walikuwa wakifurahi unapokurubia mwezi wa Ramadhani, mwezi wa funga na mwezi wa sala. Sisi katika zama zetu tunaona kama ni mwezi wa adhabu umekuja, hata tukizungumza mipango yetu, bwana acha kwanza Ramadhani mbele hapo, yani kwa maana mipango yetu ya kulima, mipango yetu ya kazi, unaona bwana, tunahofia Ramadhani, mtihani, maana sasa mbele Ramadhani hapo mambo yamesharibika. Sasa tunaona kama ni adhabu imekuja kwa sababu ya kupenda kula. Jamaa wengine nasema mwezi wa kukonda tutanyooka kama fimbo. Na Ramadhani hii bwana, unajua inaonekana inakaa kwenye jua, sio mchezo. Yani kauka tu, watu wanawaza majuisi tu saizi hapa. Wenzetu wakifurahia kwa sababu ya kule kufunga na kule kuswali kwa zile fursa zilizo katika Ramadhani. Shaka nasema fa inna Allah subhanahu wa ta'ala, na ika Allah subhanahu wa ta'ala ikhtassa shahra Ramadhan, ameuhusisha mwezi wa Ramadhani, min baini shuhuri, baina ya miezi mingine, bifadhaila adhimatin, kwa fadhila kubwa kwelikweli. Wamayazahu bimizatin kathiratin, na akaupambanua huo mwezi wa Ramadhani kwa vipambanuzi vingi. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kipekee wallahi. Qala Allah ta'ala, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. البقرة آية 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، mwezi wa Ramadhani. Allah anasema mwezi wa Ramadhani
ambao imeshuka ndani yake Qur'ani hudan linnas, kwa ajili kuwa ni muongozo kwa watu, wa bayinatin min alhuda wal furqan, na ni upambanuzi wa wazi wazi hiyo Qur'ani utokanao na muongozo wal furqan, na utokanao na kipambanuzi cha haki na batil. Zote hizo ni sifa za Qur'an. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na yeyote ambaye atauhudhurukia, atakuwepo, atauhudhurukia miongoni mwenu mwezi, falyasumhu, basi na aufunge huo mwezi wa Ramadhani. Waman kana maridan au ala safarin, na yule ambaye atakayekuwa ni mgonjwa au atakuwa katika safari, fa'iddatun min ayyamin ukhra, basi kulipiza siku walizofungulia, kulipiza hesabu ya siku walizofungua ni katika masiku mengine yasiyokuwa ya safari wala kuumwa. Sasa hapo tutakuja kuendelea darasa ijayo ya kesho. Fa fi hadhihi al-ayati al-karima dhakara Allahu li shahri ramadana ميزتين عظيمتين عظيم إلهنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وجزاكم الله خيرا.